Kinachoendelea: vita ya Urusi dhidi ya Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kuwa Urusi inashambulia kwa maksudi miundombinu ya nishati ya Ukraine na akatoa wito kwa washirika wake kuiwekea nchi hiyo shinikizo zaidi ili kusitisha mashambulizi yake. Rais Zelensky amesema maneno hayatoshi linapokuja suala la Urusi, pamoja na kwamba wanawaheshimu washirika wao wa kimkakati. Anasema rais huyo ameongeza kuwa vikwazo ni muhimu sana kwao kwa sababu waliozungumza na Marekani wamefanya, lakini Urusi haijatimiza ahadi yake. Rais Zelensky ameongeza kuwa Urusi imefanya mashambulizi mengine ya maksudi na uharibifu wa miundombinu pamoja na kulenga kwa drone kituo kidogo cha nishati kwenye eneo la Sumi. Kiongozi huyo wa Ukraine pia amesema njia ya umeme ilishambuliwa katika mji wa Nikopol huko Dnipro na kukatiza nguvu za umeme kwa maelfu ya wakazi. Vile zaidi ya mamluki 160 wa Ufaransa kwa sasa wanapigania Ukraine. Laurent Briard, mtaalamu na mwanahistoria wa Ufaransa anayefanya kazi katika eneo la Donetsk, amefichua katika mahojiano. Anasema wanafika ili kupata mapato kwa sababu wanachoweza kupata huko kitawawezesha kuboresha hali zao za maisha katika siku zijazo na hali ya maisha ya watoto wao, au kununua biashara ndogo ya kuuza kwa wake zao. Alifafanua kuhusu Wafaransa: tumewatambua watu 164, lakini bila shaka kuna wengi zaidi yao. Kwa sasa ninakadiria jumla idadi ya mamluki kati ya watu 15,000 hadi 18,000 ambao ni wengi sana, na wengine wengi wamekuwa wakiwasili, amesema Briard. Mnamo mwaka 2014 wakati ongezeko lilianza kwa Donbas, kulikuwa na dozen chache tu. Orodha yake ya kibinafsi kwa sasa inajumuisha baadhi ya mamluki 3,200 kulingana na Briard, ambaye alifanya hesabu zake za kwanza mwishoni mwa 2022. Kwa jumla alisema amerekodi mamluki kutoka nchi 102. Vilevile wanajeshi wa Urusi wamekomboa eneo la Raziliv katika eneo la Donetsk kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine. Taarifa yao inasema vitengo vya vita vya mashariki vilikomboa makazi ya Raziliv katika Jamhuri ya Watu wa Donetsk kupitia shughuli za nguvu na za maamuzi. Vile wanajeshi wa Ukraine wanapiga shabaha zinazowaruhusu kuumiza raia wengi iwezekanavyo. Denis Pushilin, mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk, anasema kufuatia ajali ya Ukraine kwenye basi la abiria katika mji wa Gorlovka. Anasema tunaweza kudhani kwamba Ukraine anajaribu kutafuta vifaa vya kijeshi na nishati huko Gorlovka. Ikiwa vikosi vya kijeshi vya Ukraine vitashindwa kupata vifaa kama hivyo, basi kizingatiwa kwamba ndege isiyo na rubani haiwezi kurudi nyuma, adui huchagua shabaha zingine zinazofaa zaidi. Katika muktadha huu, vikosi vya kijeshi vya Ukraine hufanya kazi kwa kejeli. Mara nyingi hupendelea vituo vikubwa ambapo wanaweza kusababisha uharibifu mkubwa kwa raia katika maeneo hayo. Yakiendelea, katika mkutano na wanachama wa kudumu wa Baraza la Usalama la Urusi, Rais Vladimir Putin ameomba kusasishwa juu ya hali ya kusitishwa kwa mashambulizi kwenye vifaa vya nishati. Anasema kabla hatujaanza mjadala, ningependa kumuuliza Andrei Belosov swali kuhusu jinsi tunavyotekeleza makubaliano yanayohusiana na kusitisha mashambulizi ya pande zote kwenye mifumo ya nishati kati ya Urusi na Ukraine. Mnamo Machi 18, Putin na Rais wa Marekani Donald Trump walijadili hali ya Ukraine, masharti ya kuzuia kuongezeka na mada kadhaa za kimataifa kwa njia ya simu, na Putin alikubaliana na pendekezo la kiongozi huyo wa Marekani kwamba pande zote mbili kwenye mzozo wa Ukraine zisitishe mashambulizi kwenye miundombinu ya nishati. Nikwambia hivi, hatujamaliza. Vile Urusi inazingatia kikamilifu kusitishwa kwa mashambulizi dhidi ya miundombinu ya nishati ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje Sergei Lavrov anasema kwenye mkutano na vyombo vya habari, namnukuu, jeshi la Urusi linashikilia kusitishwa ambako rais aliamuru kuzingatiwa kwa makini wakati wa mazungumzo yake ya simu na rais wa Marekani Donald Trump mnamo Machi 18. Alisema rais wa Urusi Vladimir Putin alimwambia kuwa ndege 7 zisizo na rubani zilikuwa zikiruka kushambulia maeneo ya Ukraine wakati huo na ziliharibiwa na ulinzi wa anga wa Urusi na ndege iliyokuwa kazini angani wakati huo. Tangu wakati huo tumezingatia makubaliano haya na rais Trump kwa 100%, Lavrov alisema. Vilevile vikosi vya Urusi vimekandamiza ndege zisizo na rubani 20 hadi 70 za Ukraine huko Gorlovka kila siku kwa mwezi uliopita, kulingana na Denis Pushilin, mkuu wa Jamhuri ya Watu wa Donetsk. Pia alibaini kwamba mfumo rahisi kwa wakazi ulikuwa unatengenezwa ili kuripoti mara moja ndege zisizo na rubani ambazo zimeweza kudunguliwa. Vilevile waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov na mwenzake wa China Wang Yi wamebadilishana maoni kuhusu jinsi ya kutatua mgogoro wa Ukraine.
wakati wa mazungumzo mjini Moscow. Kulingana na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, pande zote zimebadilishana maoni kuhusiana na matarajio ya kusuluhisha mzozo wa Ukraine. Walisisitiza haja ya kuondoa sababu za mzozo kama msingi wa makubaliano thabiti ya amani. Taarifa hiyo ilibainisha. Shirika la sera za kigeni la Urusi limebainisha kuwa katika mazungumzo hayo pande hizo zilibadilishana maoni kuhusu ratiba ya maingiliano ya pande mbili katika ngazi za juu na pia kuhusu masuala fulani ya ushirikiano wa kivitendo na wa kibinadamu. Kwa hiyo, kuhusu masuala ya kimataifa, wanadiplomasia hawa wawili wakuu walisisitiza umuhimu wa kuimarisha uratibu ndani ya mfumo wa Umoja wa Mataifa. Vile vikosi vya Urusi vimezuia majaribio ya wanajeshi wa Ukraine kutua kwenye ukingo wa kushoto wa mto Dnipro katika mkoa wa Kherson na kuharibu boti 3 na askari. Mtaalamu wa kijeshi Vital Kislev anasema. Kulingana na yeye, Ukraine anaendelea kujaribu kutuvuruga. Hayo yakiendelea kwenye uwanja wa kivita, kwingineko ni kwamba vilevile wanajeshi wa Ukraine wakitumia ndege zisizo na rubani 27 wameanzisha mashambulizi kwenye wilaya 10 kwenye mpaka wa Urusi, mkoa wa Belgorod, katika muda wa saa 14 zilizopita na kujeruhi raia. Gavana wa eneo Vyacheslav Gladkov anasema. Kulingana na mkuu wa mkoa, ndege 6 zisizokuwa na rubani ziliweza kushambulia katika wilaya ya Valoisky na jeshi la Urusi liliweza kudhibiti. Vile hakuja kuwa na jibu kutoka Washington kwa mashambulizi ya jeshi la Ukraine kwenye vituo vya nishati vya Urusi hadi sasa. Msemaji wa rais wa Urusi Dmitry Peskov anasema akijibu swali. Hadi sasa hakujawa na mwitikio kwa vitendo kama hivyo vya serikali ya Kiev. Alishauri kugeuka kwa Wizara ya Mambo ya Nje na swali kuhusu majibu ya kidiplomasia. Kuhusu majibu, kila kitu ambacho kiko na Wizara ya Mambo ya Nje bora uulize Wizara ya Mambo ya Nje. Mwisho wa kumnukuu. Vilevile Moscow itaendelea kutafuta kuondolewa kwa lazima kwa sababu za mzozo wa Ukraine ambao ulipangwa kwa maksudi na nchi za Magharibi. Waziri wa Mambo ya Nje Sergei Lavrov anasema baada ya mazungumzo na naibu waziri mkuu wa Vietnam na waziri wa Mambo ya Nje Bui Thanh Son. Tumeupa upande wa Vietnam taarifa muhimu kuhusu mbinu zetu kwa Ukraine katika hali ya sasa, na tutatafuta suluhu ya mzozo huo na kuondoa kwa lazima sababu kuu za asili yake. Au tuseme sababu za msingi za kuundwa kwake kimaksudi na wasimamizi wa Magharibi kwa utawala wa Kiev ambao uliingia madarakani kutokana na mapinduzi yasiyo ya kikatiba, aliwaambia mkutano wa wanahabari. Lavrov alisema kuwa katika mazungumzo hayo Urusi ilithibitisha shukrani zake kwa marafiki zake wa Vietnam. Vile kituo cha mapigano cha Urusi kimesababisha vifo vya hadi askari 435 wa Ukraine na kuharibu tanki kwenye eneo lake la uwajibikaji katika siku iliyopita kwenye operation maalum ya kijeshi nchini Ukraine, Wizara ya Ulinzi ya Urusi inaripoti Jumatano. Na hayo yote yamejiri kwenye maeneo ya Ukraine ya Koda-Noyenina, Moravka, Grishino, Krasnomaysk, Novosergeyevka, Peschanoe, Petrovskoe na Belitskoe katika Jamhuri ya Watu Donetsk. Kundi la vita la Russia Kusini limesababisha takriban majeruhi 285 kwa jeshi la Ukraine katika eneo lake la uwajibikaji. Nikwambie hivi, hatujamaliza. Shukrani kwa Babu Kivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Show, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.